Wir kommen ja hier immer zusammen oder freuen uns in anderen Worten gesagt, dass wir hier zusammenkommen können. Es sind ja einige. Kwa hiyo tunakusanyika hapa kila wakati, au kwa maneno mengine tunafurahi sana wakati tunapoweza kusanyika hapa. Kuna wamoja ambao hawako hapa, na kama vile tunavyojua kila mtu anahitaji pumziko, na kama anaweza kujiruhusu kusema kwa namna hii, kila mtu anahitaji kuweza kutoka katika eneo yake ili aweze kuingia katika mazingira mengine. Ndiyo, tunakaribisha kila mtu na tunafurahi sana kwa sababu tunaweza kufurahi na kuweza kusifu Bwana pamoja. Jioni hii sijui itafanyika namna gani, lakini ninaamini. Mimi mwenyewe sijui yake kuimba, lakini yote mnajua hiyo. Na akose wengi katikati yenu hawajue kuimba pia, lakini kuna kitu moja ambayo tunapaswa kujua kufanya ni kuomba. Na hiyo ndiyo sababu inayotuma tunakusanyika hapa ili tuweze kuabudu sote pamoja Bwana wetu. Tunataka tuweze kumusifu na kushangilia jina lake na kumshukuru kwa ajili ya neema ambayo anayotupatia. Ndani ya Zaburi 119 mwimba Zaburi anasema hapa kwa mstari wa kwanza. Zaburi 119 kwanza kwa mstari wa kwanza. Heri wao walio kamilifu kwa njia yao, wanaotembea katika sheria ya Bwana. Mstari wa pili. Heri wao wanaoshika shuhuda zake, ambao wanamtafuta kwa moyo wote. Mstari wa tatu. Ndiyo, hawatendi uzalimu, wanatembea katika njia yake. Mstari wa ine. Umetuagiza maagizo yako ili tuyatii sana. Mstari wa tano. Ningependa njia zangu zisimamishwe, nitii amri zako. Mstari wa sita. Halafu sitapata haya wakati ninapoangalia maagizo yako yote. Mstari wa saba. Nitakushukuru kwa moyo ulio haki wakati ninapofundishwa hukumu zako zenye haki. Mstari wa nane. Nitatii amri zako, usiniache kabisa. Mstari wa tisa. Kijana atasafisha njia yake namna gani? Kwa kutii, akifuata neno lako. Mstari wa kumi. Nimekutafuta kwa moyo wangu wote, usiniache kupotea mbali na maagizo yako. Mstari wa 11. Nimeficha neno lako moyoni mwangu, ili nisikukosee. Mstari wa 12. Usifiwe Bwana, unifundishe amri zako. Mstari wa 13. Kwa midomo yangu nimetangaza hukumu zote za kinywa chako. Mstari wa 14. Nimefurahi kwa njia za shuhuda zako, sawa sawa kwa mali zote. Mstari wa 15. Nitafikiri maagizo yako na kuangalia njia zako. Mstari wa 16. Nitajifundisha kwa amri zako, sitasahau neno lako. Ndiyo, haya ni matamshi au hitaji ya kilindi ya moyo, matamshi ambayo mwimba Zaburi ndiyo ambayo hakuweza kutamka kwa ajili yake mwenyewe, lakini Roho ndiye aliyekuwa akitenda ndani yake, na kupitia yeye aliweza kuyatamka. Roho aliweza kuyatangaza, aliita kuonekana, kama vile inaweza kusema kwa namna hii, ili wewe na mimi, ili nasi tuweze kujifunza kwa yale ambayo yalisomeka hapa kwa mstari wa kwanza. Heri wao walio kamilifu kwa njia zao, au kwa njia yao, wanaotembea katika sheria ya Bwana. Ndiyo, na hiyo ndiyo aliweza kuyatamka kupitia Roho wa Mungu, mtu huyu aliyetamka maneno haya na aliyeweza kuyaandika na kuyatamka. Aliyafanya na si kwa nia yake mwenyewe. Nani aliye na uwezo wa kuweza kufanya kitu fulani, kwa kutenda kitu fulani kwa uwezo wake mwenyewe au kwa mapenzi yake mwenyewe? Lakini kama inasemeka hapa kwa mstari wa 9, anasema kijana atasafisha njia yake namna gani? Hiyo ni swali ambayo alikuwa akijiuliza, ambayo tunajiuliza nasi pia, na jibu inafuata hivi: kwa kutii, akifuata neno lako. Amina. Basi Mungu atupatie neema ili tuweze kuelewa yale
ambayo tunayosikia, yale tunayosoma, ili tuweze kutembea kama vile tunapaswa kutembea. Hapa swali inaulizwa kwa kijana ya kwamba atatengeneza na kusafisha njia yake namna gani? Hiyo swali hiyo ni swali hiyo ngali leo, na hiyo neno linauliza tena swali hiyo, linatuambia sisi, na jibu ni kwamba kama tunaweza kutii na kufuata neno lake, basi Mungu atupatie neema yake ili tusiweze kusikia tu kwa bure, ili tusisome kwa bure, kwa maana tunajua ya kwamba maneno aliyotamka au tunayosoma, neno au neno tulioachiwa, hatukuliachiwa kwa bure, lakini tunajua kama vile theluji na mvua inavyotoka juu na inapoanguka kwenye dunia hii inatimiza yale ambayo iliweza kutuma. Na hivyo neno la Mungu nalo tunalosikia na tunalosoma nalo linapaswa kutimiza yale iliyotuma. Basi Mungu atupatie jioni hii na siku zote neema yake ya kuweza kumsifu, kuweza kusifu neno hili, kuweza kusifu amri zake na sheria zake na hizi maagizo zote ambazo alizotupatia kwa kupitia neno lake, ili tuweze kumuweka juu, ili kwa midomo yetu kuweza kuyatamka na kuweza kumshukuru, kwa maana yeye ni wa rehema na wenye huruma sana. Niacha nasema kwenye mstari wa 15 mwimba Zaburi anasema, nitafikiri maagizo yako na kuangalia njia zako. Mstari wa 16, nitajifundisha kwa amri zako, sitasahau neno lako. Amina. Basi Mungu atupatie hiyo. Tusimame sasa na tuombe sote pamoja, na kisha ndugu Frank ataweza kabata neno. Baba wa mbinguni, tunakuambia asante kwa neema yako Bwana. Ninakusifu kwa ajili ya heri ambayo umenipatia kuweza kuwa hapa Bwana. Ninakushukuru kwa maana unatupatia tena neno lako mimi na sisi sote, ili tuweze kusoma pia Bwana. Fanya neema o Mungu, ili tusiwe watu wa kusikiliza tu wanaosahau, lakini tuweze kushilinganisha na amri zako Bwana, ili tuweze kupata furaha na kufurahishwa kwetu katika maamri zako na shukrani zako Bwana, ili uongozi wetu uweze kulingana na neno lako Bwana Yesu, kulingana na amri zako na mapenzi yako o Mungu. Tuzungumuzie, tubariki Bwana Yesu Kristo. Bariki kila ndugu, kila dada ambaye aliye hapa o Bwana, na pia wale ambao hawakuweza kuwa hapa leo. Unajua ya kwamba wengi wangeliweza kuhitaji hiyo, lakini hawakuweza kuifikia. Bwana Mungu wangu, Bwana wangu, ninakuomba uweze kubariki kila mtu mahali alipo, na utuache sote pamoja tuweze kutazama wewe, ili tuweze kuungana na wewe, wewe uliye hai wa haki, kwa maana ni wewe ndiye ambaye unayeona mambo yote, unayosikia mambo yote na unayejua yote. Mungu wangu, nakushukuru na nakuomba kwa ajili ya baraka yako Bwana. Bariki midomo ambayo utakayozungumza kupitia hayo Bwana. Gusa ulimi wa wale wote ambao wanaokuita o Bwana Yesu Kristo. Fanya neema ili mito ya maombi ya vitendo vya shukurani na ya sifa iwe kutoka ndani yetu Bwana, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amina. Tunakaa. Mahubiri ambayo tumekwisha kutafsiri ya ndugu Branamu, ambayo itakayotangazwa hapa upesi, inazungumza kuhusu aina tatu ya watu. Wamoja wanapenda kwa moyo wote na wengine wanachukia kwa moyo wote, na aina ya tatu iko katikati ya hao wawili, na hao hawajui wanapasha kufanya nini, hawajui wako wapi wao wenyewe. Na ni hivyo, kuna watu wanaopenda kwa moyo wao wote, na pia kuna wengine ambao wanaochukia pia kwa moyo wao wote. Sasa tunaweza kufanya nini kuhusu mambo hayo? Ilikuwa hivyo pamoja na Bwana, ilikuwa hivyo pamoja na wanabii. Mara ngapi wakati nabii alikuwa akiingia katika nyumba, ilikuwa ni baraka kubwa. Watu walikuwa hawajue kitu cha kufanya,
na wengine wote waliweza kuwapiga mawe, wakaweza kuwatukana na kuwaua. Kwa wamoja walikuwa baraka, na kwa wengine wakakuwa kama vile mwiba ndani ya miguu yao. Na ilikuwa hivyo hivyo pamoja na Bwana wetu, na iko hivyo hivyo pamoja na sisi leo. Na siku zote roho zitakuwa zikitengana mahali ambapo neno la Mungu linahubiriwa katika kweli. Mahali haiko hivyo, na hapo haupendi kweli kweli, na hauwezi kuchukia kweli kweli, na hapo kila mtu akose iko katikati, kila mtu iko akose mahali pa katikati, na hakuna mtu aliye na lengo mbele ya macho yake. Lakini mtu aliye na upendo wa Mungu ndani ya moyo wake, hayo yanapaswa kuonekana. Na wakati iposikia ikisemeka kuhusu huyo mshiite huko akose amwijui, naomba kuweza kuwa ulikuwa katika nchi hiyo. Wakati ilipokuwa huko Siria, hiyo ndiyo nchi moja ambayo nilijaribu kuweza kufikia wakati nataka kuingia katika gereza, nataka kufungwa kwa sababu tu nilikuwa nikitetea Israeli, na hiyo ilitoka katika mhubiri wa Injili. Watu wanajaa chuki mpaka katika mafuta ya mifupa, kama vile pia serikali ya huko, na hivyo hivyo ndani ya waamini. Ilikuwa ni vigumu sana sana. Ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni nini? Hao ni waamini, ijapokuwa wako na chuki, wakichukia taifa lililochaguliwa la Mungu, lakini haiwezekani, haifanyikake hivyo kwa pamoja. Na wakati nipoongezea ya kwamba maamuzi ya Mungu inabaki milele na milele, Mungu wangu, ilikuwa imemalizika, yote ilikuwa imekwisha. Yale ambayo mtu aliyeniambia ni yale ambayo Wayahudi wanafanya, yale ambayo wanafanya kwenye mpaka wa nchi yao. Hiyo ni makampeni inayofanyika katika magazeti, na kisha walitaka kuweza kuileta kwa wengine, lakini sio kwangu, sio kwangu. Lakini tunapaswa kufanya angalisho. Ninasema mambo haya tu ili niweze kuonyesha ya kwamba kuna uzao mbili tofauti, na hiyo uzao mbili zote ziko chini ya uvuvio. Mtu ambaye hawezi kushipanga kwa ujao kwa upande wa Mungu ataweza kwenda, ataweza kuanguka na hataweza kujua ni mahali gani anasimama. Lakini mtu anayeanzisha mambo hayo anapaswa kuja, na hapo sasa ndipo unaona kama uliweza kujaribu au uliweza kushinda jaribu, kama umeshinda jaribu au kama hauwezi kuishinda. Lakini nataka kusema kitu kingine. Nataka kusema ya kwamba hiyo inaenda mpaka katika siku za Abrahamu, katika siku za Ismaeli na Isaka. Ismaeli angepasha kuwa kama vile punda ya pori. Yeye angepasha kupingana wote na wote kupingana yeye. Mtu ambaye mwanadamu hangeweza kutawala, na iko hivyo hivyo mpaka katika siku zetu. Mambo yote ilibaki hivyo hivyo. Na iko hivyo hivyo kwa ajili ya kanisa la Mungu aliye hai. Hakuna kitu ambacho kinaweza kubadilika. Kama vile Mungu alivyoanza, na hivyo anaendelea, naye atamaliza kwa namna hiyo moja. Na waza ya kwamba inaandikwa katika kitabu ambayo ndugu Branham anasema ya kwamba wachaguliwa hawawezi kusaliti wachaguliwa wengine. Naamini ya kwamba neno hile la kusaliti inasemeka vizuri. Haiwezekani. Lakini tena inatetena mbali. Anasema kwamba watoto wa kweli wa Mungu hawawezi hata kuchukia pia wale wanaowachukia. Haiwezekani. Tunachukua mateso, ndiyo, ni maumivu kubwa, lakini haiwezekani kuweza kuacha chuki hata kidogo kuweza kuingia ndani ya moyo wetu. Haiwezekani kabisa. Ndiyo, mtoto wa kweli wa Mungu hawezi kuwa na tabia mbili ndani ya moyo wake. Kulingana na mwili tungali wa dunia hii, lakini ndani ya nafsi tuliweza kupokea uzima wa Mungu, na uzima wa Mungu ni uzima wa Yesu Kristo. Na ni hivyo ndivyo tumegeuka kuwa wavulana wasichana wa Mungu kwa neema. Na kama sio hivyo, naamini ya kwamba shaka sema hiyo wiki iliyopita, kama sio hivyo,
Hapo sasa tutaweza kufundishwa katika ufalme wa Mungu, na tunawaza kwamba tutaingia huko katika tukiwa na hiyo kupitia hiyo mafundisho au ujuzi ingine. Lakini katika mambo ya ufundisho tu hatuwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Hatuingiake katika ufalme wa Mungu kupitia mafundisho na ujuzi. Hata kama ujuzi inaweza kuwa juu sana, lakini tunaingia katika ufalme wa Mungu kupitia kuzaliwa, na kama vile tunaingia katika dunia hii kupitia kuzaliwa pia. Na inapaswa kuwa ni kuzaliwa inayotoka kwa Mungu. Neno la Mungu kama vile mbegu, na Roho wa Mungu analitia ndani uzima, inalifanya kuwa hai ndani yetu, na hivyo tunaingia katika ufalme wa Mungu. Kunaweza kufanyika namna gani? Kama watoto wa Mungu wote wangeweza kuwa wamekwisha kuzaliwa upya, kama wamekwisha kupata uzima wa kiungu, tutakuwa na salama na furaha ndani ya Roho Mtakatifu tunaweza kuwa nayo hapa duniani. Naamini ya kwamba hiyo inapaswa kuonekana katikati ya waamini. Nilitaka kuweza kuuliza jioni hii, ni kitu gani kinachoonekana kweli kweli? Maandiko yanasema, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba ni yale yanayojaa ndani ya moyo ndiyo kinywa kinasema, hata kama huwezi kuikubali. Lakini tunasema kwa urahisi kuhusu yale ambayo yanaweza kutugusa na kutuingia ndani. Lakini sasa kama unaweza kuwaza kwamba haikuwa vizuri, hiyo inaonyesha ya kwamba ni kitu gani kilicho ndani ya moyo, na hiyo ndiyo inayoonekanaka, na hiyo ndiyo inayotokea, inatoka nje. Kama ya kiungu inakuwa pale, na hapo sasa ya kiungu itaonekana. Kama ya kiungu haiko pale, haitaweza kuonekana. Na kuna tofauti au uwezo ya kuweza kuchipima wewe mwenyewe ili uweze kujua msimamo wako uko namna gani. Nawaza kwamba hiyo itakuwa vema kwa ajili ya kila mtu. Kila mtu aweze kushipima yeye mwenyewe kama vile maandiko matakatifu yanatuambia. Ningetaka ili niweze kujua kama kuna swali jioni hii. Kuna mtu aliye na swali jioni hii? Swali inakuwa ndani ya Luka sura 16 kwenye mstari wa 16. Torati na manabii zilikuwa hata Yohana. Tangu wakati ule habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa, na kila mtu anajiingiza kwa nguvu kule. Tunaweza kosa kusoma andiko nayo linganishwa na hiyo ni ndani ya Mathayo sura 11, kwa maana Bwana anasema pale kwamba Yohana ndiye alikuwa mkubwa na mdogo katika ufalme wa Mungu. Unaweza kuisoma kama vile ya kulinganisha Mathayo sura 11 mstari wa 11 na 12. Kweli ninawaambia ninyi, katikati yao waliozaliwa na mwanamke hakuna mkubwa kupita Yohana Mbatizaji, lakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkubwa kupita yeye. Akose ndiyo tusome mstari wa 12. Na tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unavumilia ukali na watu wakali wana ukamata kwa nguvu. Hii kama vile nilisema, hii ni swali ngumu sana, lakini inaweza kumaanisha kitu moja tu, ya kwamba tunapaswa kukamata na kuzungumza kuhusu swali hii na makini yote yetu na yote iliyo ndani yetu. Haihusu tu kuweza kuwazia kwamba itakuja itaenda hivi, hapana, lakini kuweza kuingia ndani kwa nguvu. Ni kwa maneno mengine ya kwamba tuweze kushikaza kuingia katika mlango mwembamba. Ni kusema kuweza kuingia kwa nguvu. Ufalme wa Mungu uko katikati yetu, lakini ufalme ule unapaswa kuwa ndani yetu. Inaomba kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Akose hiyo ndiyo kichwa cha maneno ya jioni hii, ya kwamba ufalme wa Mungu isiwe tu katikati yetu na kuweza kushitengenezea njia, lakini tuweze kuingia ndani ya ufalme wa Mungu kwa imani, na sio tu kwa nguvu zetu, lakini kupitia mamlaka ya imani, na ili tuweze kuhesabu na kuweza kukubali kama vile mali yetu sisi wenyewe, tuweze kuikubali kama vile mambo yetu wenyewe,
mambo ambayo Mungu aliyotupatia ndani ya Kristo. Hiyo inamaanisha, hiyo inahusu vita na kuvumilia mpaka tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Ndiyo, iko katikati yetu, lakini inapaswa kuwa ndani yetu. Na ndiyo maana inaomba kuweza kufanya nguvu na kuweza kuingia ndani kwa nguvu. Mwazie hii maneno mawili. Hii mchezo wa maneno hapa. Nasoma tena mstari wa 12. Yohana Mathayo 11 mstari wa 12. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unavumilia ukali. Hiyo ni kitu cha kwanza. Ufalme wa mbinguni unajifanyia, unavumilia ukali, unajitengenezea kwa nguvu. Mungu anatimiza mpango wake, anafanya mwanzo mpya. Wakati wa wokovu unaanza, wakati wa neema inaanza. Yohana Mbatizaji aliweza kuianzisha, nasi tuweza kupata hiyo ndani ya Kristo. Na hapo sasa ufalme wa Mungu au wa mbingu unajitengenezea njia kwa nguvu. Na sasa wale wote wanaotaka kuingia ndani wanapaswa kutengana na yote ili waweze kuingia kwa nguvu katika ufalme wa Mungu, ambayo njia inatengenezwa kwa nguvu au kwa ukali pamoja na sisi. Na leo niweza kukutana na hiyo swali moja na matokeo mamoja. Na hivyo kama vile Yohana anaonyeshwa hapa kama vile mtangulizi ambaye aliyekuwa tu akileta tu neno ili njia iweze kutengenezwa na kuwa tayari, na ilikuwa hivyo katika kizazi hiki. Sasa aone kama inaomba kuweza kufanya haraka, inaomba kuweza kukamata hii mambo kwa makini sana, ili uweze kuingia na kuchukua pamoja na wewe hiyo kama vile mazoezi yako mwenyewe, yale ambayo Mungu aliyoweka kwa upande wetu. Hiyo ndio inahusika. Ufalme wa Mungu utaweza kuwa wa milele katikati yetu, lakini kama hauko ndani yetu na kama hatuko ndani yake, hiyo haina faida. Tushaka isema hapa kwa wakati uliopita. Tunachukua kwanza ahadi, na kisha wakati ahadi zinapotimilika zinatuchukua sisi. Inapaswa kuwa hiyo umoja katika mambo hayo mawili. Amina. Ufalme wa mbinguni unajitengenezea njia kwa ukali, na wale wote wanaoshikwa ndani, waliotayarishwa ili waweze kuingia katika ufalme wa Mungu, hiyo haiwezi kufika, lakini wanapaswa kusimama, wanapaswa kuamka, na wanapaswa kukamata mambo hayo kwa ukali. Wakati tunapozungumza kuhusu ukali, tunazungumza kuhusu ukali wa kiungu, na sio kupiga mangumi kwenye kiti au kwenye meza. Hapana, hiyo sio ukali katika mambo ya kiungu, lakini kuweza kushikwa na kuguswa na Mungu, kuweza kutambua ufalme, ya kwamba ufalme wa Mungu uko katikati yetu. Kwa wakati huo Bwana alianza hiyo kupitia mtangulizi, na tazama sasa anaimaliza. Sasa ufalme wa Mungu unajitengenezea njia pamoja nasi, na tunaingia ndani. Ndiyo, tunaingia, na hivyo ndivyo nitaweza kuona kitu hicho bila hata kuweza kuwa nikitayarishwa kwa ajili ya hiyo. Na hivyo ndivyo nitaweza kuona maana ya neno hilo. Naona hiyo pia katika Luka sura 16 mstari wa 16. Torati na manabii zilikuwa hata Yohana. Ahadi, utangazaji na ahadi ilikuwa imepewa, na hiyo ilibaki mpaka Yohana, ambayo ilikuwa imeandikwa ya kwamba ni sauti nayo lia jangwani, ya kwamba tayarisha njia ya Bwana, kadhalika na kadhalika. Na kisha sasa unatoka katika ahadi ukiona utimilifu wake. Na kisha mwendeleo wa mstari wa 16, tangu wakati ule habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa, na kila mtu anajiingiza kwa nguvu kule. Hiyo ni kitendo cha kiungu. Kila mtu ambaye anayeshikwa na injili ya Yesu Kristo hawezi kubaki akikaa kwa muda mrefu, hawezi kufuata njia pana, anapaswa kutengana, anapaswa kuingia ndani kwa nguvu. Hasa kwa sababu, unajua kwa sababu gani watu wanafanya haraka? Sitaki kuweza kutoa mfano, au nataka kuweza kutoa mfano ya ujinga, lakini za kwa lazima muda kwa muda. Akose hiyo haina nafasi yake hapa, na waza ya kwamba hakuna mtu atakayeweza kukwazika juu ya hiyo. Lakini iliweza kuambiwa hiyo kwa namna iliyo ya kipekee hapo kwa kiwango ambacho unaweza kuiamini. Kuna miaka 2 iliyopita
wakati koti ya ndugu Branham iliyokatiwa katika vipande kidogo kidogo na kisha ikagawanyiwa kwenye madhabahu na watoto wake wawili, na watu wakaharakisha wakiwa na nguvu nyingi ili waweze kuja mbele ili waweze kupata sehemu kidogo ya koti la ndugu Branham. Naweza kutoa hiyo kama vile mfano kwa kulinganisha, na watu wanawaza kwamba kulikuwa kitu fulani pasha kufanyika hapo, na wakafanya haraka ili kuipata na kupata hiyo kipande. Natoa hiyo tu kama vile mfano kidogo, ijapokuwa kama vile ilikuwa ni ujinga kama vile inaonekana, na hiyo inaonekana kama vile ni ujinga au ni ukatolika. Hiyo mambo inafanana na ukatolika, lakini hiyo haina hata uhusiano pamoja na imani ndani ya Yesu Kristo. Na kama mtu anasema kwamba Paulo alifanya hiyo kitu moja, lakini anaweza kumkatazia na kumwambia hiyo ni uongo kabisa. Na nawaambia kwa sababu gani? Paulo hakuweza hata kushurutisha mapenzi yake kwa mtu hata moja. Hakuambia hata mtu mmoja yeye unapaswa kufanya hiki na kile na kitu fulani na kitu fulani, hapana. Lakini ni watu ndio walikuwa katikati ya wanaosikiliza mahubiri yake, ndio waliweza kutambua kwamba Mungu alikuwa pamoja na mtu huyo, na watu hao wakasema ndani yao wenyewe, kama ningeliweza tu kuwa na kitambaa au mshwari ya mtu huyu, na kama naweza kuweka juu ya mgonjwa, na mtu huyo ataweza kupona na mapepo wataweza kufukuzwa. Hiyo ilikuwa ni imani, ilikuwa ni kulinganishwa au msingi wa imani. Haikuwa ni Paulo ndio aliweza kupanga hiyo kitu fulani au watoto wake pia, hapana, lakini ilikuwa ni kitendo cha Mungu pamoja na watu. Nasi tunapaswa siku zote kuweza kufanya tofauti. Katika Kiingereza hii inaonekana, hii haisikilikani kama vile ni ngumu kama vile Kijerumani. Lugha ya Kijerumani ni lugha ya kijeshi, inakuwa kama kali sana, lakini inakuwa ngumu sana. Wamarekani wanasemaka tu ya kwamba shetani ni kima ya Mungu. Hiyo inasikilikana kama vile nyepesi, lakini kama inasemeka katika Kijerumani hiyo inasikilikana vizuri. Kwao katika Kiingereza hiyo inasikilikana vizuri kwa sababu lugha yao inakuwa ni nzuri sana. Lakini kwa Kilindi shetani anajaribu yote, anakamata neno la Mungu ili aweze kufungua mambo ya kuiga yake, na hiyo anafanya kwa upande yote, na kisha watu wananuma, wanakula ndoano bila kuweza kujua ni kitu gani kinafanyika. Tuna shurti na usimamizi mbele ya Mungu ya kuweza kufanya kitu chote kulingana na neno la Mungu 100%. Na kama tunaona gisi Petro aliweza kutumikishwa na Mungu kwa namna inayokuwa tofauti, alikuwa akitembea katika barabara ya Yerusalema na watu walisikia kwamba Mungu alikuwa amefanya mambo mengi na kuwabariki, na wakasema ndani yao wenyewe, tazama sasa tutaweza kuweka wagonjwa kwa upande huu. Lakini hakuweza kuambia watu wewe mwende mbele muweze kutayarisha watu hao mbele, hapana. Lakini kwani imani ya wale ambao walikuwa wamekwisha kufanya mazoezi ya Mungu, na imani ikajitengenezea njia, na imani ikafungua mabati ya nyumba, ikaingiza hata pia wagonjwa kwa Bwana. Lakini imani haifatanaki na majira au mambo ya nje, lakini hayo ni mazoezi iliyo ya kipekee. Imani ya watu ambao walikuwa wamefanya mazoezi ya Mungu wakakuwa kubwa sana, wakaleta watu ambao walipasha kufanya mazoezi ya Mungu, na walikuwa wakisema nitakuwa vema kuweza kupita hapa, na hiyo ndio ilifanyika hivyo, na watu wakalala mahali pamoja kama vile masardini, na wote wakasimama wakakwenda pamoja naye, hakuna mtu alibaki nyuma. Hiyo ndio ilikuwa imani ya Biblia kwa watu, na hiyo ilikuwa siku zote ikishuhudiwa na kubarikiwa na Mungu. Lakini mambo ingine yote ya kuiga, ingine mfano ya kugusa sana, Mungu akaagiza Musa ya kwamba atengeneza nyoka ya shaba na iweke juu, na kila mtu atakayeumwa na nyoka atakapoangalia nyoka hiyo atapona. Na kulifanyika nini? Wote walipona. Naamini ya kwamba iko katika Wafalme wa Pili sura 18 au mahali fulani pale. Walifanya hiyo nyoka ya shaba kuwa sanamu, wakaweza kuiletea pia zabihu, mpaka Ezekia aliweza kukasirika na alipoweza kubomoa hiyo nyoka kuwa mavumbi. Hiyo ndiyo shida. Inaomba kuweza kufanya tofauti, kuweza kufanya angalisho siku zote, ili tuweze kuona uongozo wa Mungu katika mambo yote, ili tuweze kujua ni mahali gani shetani anaiga mambo, na hiyo haiwezi kutufurahisha. Ndani ya Ayubu 1, Ayubu 2, watoto wa Mungu walikuwa
watoto wa Mungu walikuwa wamekusanyika na shetani akaingia pale, na Mungu akamwambia, unatoka wapi? Akasema, nilikuwa nikizunguka katika dunia nikitazama yale yaliyokuwa ndani ya dunia, na sasa tunapaswa kufanya angalisho. Lakini tungali mbali, tumeenda mbali na hiyo maneno yetu leo. Leo tunazungumza kuhusu nguvu au ukali. Ndani ya ufalme wa Mungu hakuna haki ya mtu mwenye nguvu, hakuna mtu mkubwa, lakini naomba kuweza kutambua wakati unayostahili kuweza kufanya ukali katika ufalme wa Mungu ndani ya imani, na kuweza kusema, oh, ufalme wako Mungu uko pamoja nasi, na mimi nataka niweze kuwa katika ufalme wako, na nataka ufalme wako uko ndani yangu, na naamini yale uliyoahidi, nami ninajiingiza ndani, ninaingia, na hiyo sasa kitu inakuja ndani yangu, na hiyo ndio njia ya Mungu, na hakuna njia ingine, na sio mawazo. Niliandika leo kidogo, na waza nilikuwa nikiwazia kuhusu barua mzunguko, lakini sio kama itakuwa namna gani kwa wakati unaokuja. Ninakosa wakati, lakini hiyo wazo ni moja. Mungu alishakafanya yote. Alifanya yote ambayo angeliweza kufanya. Na inalingana sasa na imani yenu sasa. Imani inafikiaka mambo yote ya Mungu. Hapa tuna hii kitu inasemeka Luka 16:16. Torati na manabii zilikuwa mpaka Yohana. Tangu wakati ule ufalme wa Mungu unatangazwa na habari njema. Hakuna kitu kilicho katika sehemu ya ufalme wa Mungu kama hiyo haiwezi kuwa sehemu ya Injili. Kama unafundisha kitu fulani kisichokuwa sehemu ya Injili, hapa sasa ufalme wa Mungu uko wapi? Ni hivyo ndivyo watu wanajenga ufalme wao wenyewe. Na shahidi ya Injili ya Yohana, Injili ya Yohana iliweza kunigusa sana. Wale wote waliompokea, na sio mafundisho, na sio wazo, na sio maoni fulani inayotembea mahali fulani, lakini wale wote waliompokea aliwapatia uwezo wa kuwa wana wa Mungu, wanaoamini jina lake. Yohana 1:12. Na hapo sasa tunaingia katika pumziko ya Mungu, mbali na bidii zetu au makazi yetu yenyewe. Na pia kuna andiko nyingi za damani katika maandiko matakatifu ambazo tungeweza kusoma na zingeweza kutusaidia. Kuna swali tena? Kuna mtu aliye na swali? Na kusi dada. Na dada anazungumza. Nilisoma ndani ya mahubiri, ilikuwa katika mahubiri ya ndugu Branham ya mwaka 1963, mahali alipokuwa akisema kwamba ninyi ni wa Pentekoste. Tazama, mwishaka ingia katika kanisa la Katolika. Sasa alikuwa akiambia Marekani tu au kwa ajili ya ulimwengu mzima. Nilikuwa nikiguswa sana wakati nipokuwa na mimi nilikuwa mtu wa Pentekoste. Ni kweli. Ni hivyo dada yangu. Katika nchi zote za mashariki tunaitaka hivyo kulingana na eneo ya mahali walipo au geografia. Nchi zote za mashariki zitaingia katika ushirika ya madhehebu au ekumenism, na haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Watu hao wote ninasema kwa sababu nimekwisha kutoka kusema kuhusu nchi ya Polonye. Huyo mtu aliye na jina linalojulikana sana, na hiyo ni mmoja wa watawala wa hiyo government ya huko. Huyo ni mmoja wa hiyo umoja wa madini huko, na huyo ni mtawala mkubwa huko Polonye. Kwa mfano, natoa hiyo kwa mfano, na hiyo kulingana na mfano ya kanisa la Kiroma litaweza kukamata hizi mashirika zote na kuziongoza. Hakuna uwezo wengine. Kanisa la Kikatolika liko na mambo yote. Kanisa la Katolika liko na mambo yote. Na wakati unaposoma mambo iliyo ya lazima, unatambua ya kwamba imesonga mbele sana. Kwa hiyo kila dhehebu ina sanamu ya mnyama au alama ya mnyama. Na sio kwamba unapaswa kukamata maamuzi fulani au maamuzi kubwa ambayo inayoweza kuletea mashida, lakini mizizi na kosa ya muione leo, lakini mniamini ni hivyo. Waliweza kurudilia hiyo mafundisho moja, hiyo chachu ya zamani, mafundisho ya utatu. Na ndugu anasema kwamba hiyo ni fimbo kwa iliyo ya aina tatu, iliyo na vichwa tatu, na hiyo wanaitumikisha ili waweze kupigisha taifa la Mungu. Na hakuna mtu anaweza kusukuma mbali na hiyo, kama vile watu wa Kipentekoste waliweza kuweka watu waliweka watu mbele kuliko hata hao
madhehebu 300 zilizo hapa za kizehebu, na hiyo ikiwa katika hii mtumikio ya Kipentekoste, na hiyo mambo yote imegeuka mpaka Roma, na hiyo kifanyika katika kanisa la Luteri au kanisa la Presbyterian, lakini hiyo ilifanyika katika hii mitumikio yote ya Kipentekoste, na yote ilirudia na kwenda katika kanisa la Roma, na yote na ingine yote iliweza kugeuka na kurudi huko. Nishakafika huko Vatikani, na huyo bishop anaitwa nini? Anaitwa Stanley. Kwa wakati huo tulikuwa huko Mark 10, tulikuwa na mazungumzo huko, na wakati sasa nilipoona huko nyuma ya mlango nikakimbia nikarudi. Siwezi kuambia hiyo yote au kuelezea hiyo, lakini niweza kuona hiyo utajiri wote wa Vatikani, hiyo taji ya dhahabu nzima, na yote iko pale, na hiyo sanamu ya Petro, na yote ilikuwa pale. Ilikuwa nini? Ilikuwa karibu saa 3 au saa 4, na nilikuwa na mazungumzo hapo na kadhalika na kadhalika. Niweza kutembea huko katika chumba hicho pamoja naye, lakini wakati alipopisha kwenye mlango nikarudi nyumba nikakimbia. Nitaka tu niweze kuona namna gani inafanyikaka huko, niweze kuangalia mpaka walipokuwa wakibusu miguu ya Petro. Niweze kuona hiyo kwa macho yangu yote, namna gani watu walikuwa wakitoka katika hiyo chumba, walikuwa kamata fimbo na kupiga yule alikuwa mbele yake kwenye uso wake kwa fimbo hiyo, hapo kwa fimbo hiyo. Ndio niweza kutazama yote kwa makini sana, lakini sio hiyo ndio tunataka kuweza kuwagawia hiyo jioni hii. Lakini madhehebu yote iko na alama ya mnyama. Kwa mwisho wao wataweza kurudi kwa mama yao, wao kama vile wasichana wake wa kiroho. Lakini ndugu Branham aliweza kuonyesha waziwazi, si lazima kwamba nabii aweze kuja aweze kuwapatia mafundisho juu ya mambo hayo. Hapana. Pia washuhuda wa Yehova naweza kuisema pia, naweza kuisema waziwazi. Pia hao washuhuda wa Yehova wanaokamata Yesu na utatu wanasema ya kwamba Yesu ndiye Mikaeli wa Agano la Kale. Wanasema kwamba kuna Mungu mmoja, lakini na hawajui Mungu yeye mwenyewe, hawajui Mungu wa kweli yeye mwenyewe. Wakati napohusu ubatizo, wanabatiza katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Wakati mtu anapokuwa pale, wanaita pia hizo maroho au mapepo za waliokufa, wanabatiza katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Na hao mapepo nao na wafumu nao wanatumikisha hiyo jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Na shaka andika hiyo sehemu kuhusu mambo hayo, na mpaka kusemeka ya kwamba hii ndiyo saha ya kweli. Na shetani angali ni katika kasirani kwa ajili ya yetu, lakini msiwazie hiyo. Lakini ni wakati sasa kuwa na furaha kuweza kushuhudia kweli. Hatukuweza kusikia kweli katika hii miaka yote ili tuweze kuificha tena chini ya kitunga, lakini tuliweza kusikia ili tuweze kuweka chini na kuwekwa juu ya kinara cha taa. Na baada ya unyakuo itakuwa ni ziki, ndio moto ambayo Mungu atakayotuma. Mimi ninakuwa wa haki sana, hata kama hii hawezi kuonekana kama vile haiko hivyo sasa, lakini naona yote iko naingia katika shimo la kuzimu. Wote wako naendelea kushangiliwa. Kila mtu anataka kuweza kuheshimiwa. Kila mtu anataka kuweza kukamata kiti na kukaa kwenye kiti cha wakubwa. Kila mtu anataka kuweza kupata nini? Bwana anasema nini? Mnatafuta utukufu kwa watu, lakini hamtafute utukufu wa Mungu. Kwa nini mnaweza kuamini? Namna gani mnaweza kuamini kama mnataka kuweza kupata heshima kwa watu? Hii inaweza kuzidisha sana kwa wote. Lakini ni hivyo. Ubatizo wa Roho hayo kama vile hiyo ni upako. Hiyo ndiyo ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu. Na wakati watu wanapobatizwa kwa Roho au wanapozungumza kwa lugha, hiyo ni pia hata ni mamilioni. Hayo yote ni roho, lakini kama hakuna neno ndani yao, kama vile mbegu, hakuna kitu inaweza kuota. Ikilinganishwa na mfano wa Daudi na Sauli katika Agano la Kale, wote walikuwa kiamini na wote wanaamini yote, wote wanafanya hiyo. Na ndani yangu mimi mwenyewe ninaguswa sana kuona jinsi hapa duniani kuna watu wanaofanya kazi, waliotayarishwa kuwa Wayuda, waliotayarishwa ili waweze kuwa wakuzihaki na wakusaliti. Na Bwana anasema ya kwamba ingekuwa vema mtu huyo asizaliwe, na inaomba sasa andiko liweze kutimilika. Ndio mmoja wa watu walio wapole waliweza kusema ya kwamba ndiye alikuwa ni mdanganyifu wa juu sana, na hakuna mtu anaweza kuibadilisha. Kama ingekuwa mimi, ningeweza kuhitaji hata Lucifero ili aweze kuwa na uvumilivu akose, ili asiweze kuwa muasi mbele ya Mungu, na yote ingekuwa akose vema, lakini siwezi kufanya hivyo.
Tuna kazi moja kuweza kutangaza tu waziwazi na bila hata mashaka kweli za kiungu, ni kusema ya kwamba kuna chemuchemu mbili, ndiyo ya kweli na ya uongo, ya kweli na ya kuiga kweli. Injili ya kweli ilitoka Yerusalema na ikafika kwenye pembe zote za dunia, na ya uongo ilikuja kutoka Roma, nayo inapaswa kukamata sehemu kidogo ya dunia yote nzima. Lakini madhehebu zote ziko na mizizi yao katika hiyo mambo ya uongo, na naamini kwamba ndugu Branham anasema tutaweza kuichunguza. Kanisa la Kikatolika linasema na ninawaza ya kwamba wale wote waliobatizwa katika hiyo matumikio au matamshi mamoja yote ni wote, ya kwamba wote ni wao, wanashitetea hiyo, wanasema ya kwamba hiyo ni yao kwa sababu walibatiza hiyo kwa namna ya kibiblia, lakini hiyo yote ni uongo. Wote wanarudia katika hiyo kanisa lao la Kikatolika, na hiyo inafanyika, na yote inafanyika katika nchi tofauti, na yote haina lazima sana. Lakini ya lazima ni kwamba mmoja ni mama na wengine ni wasichana wake, na hao wasichana wote wanakutanana pamoja na wote wanarudia katika tumbo ya mama yao. Lakini kanisa la kweli la Mungu aliye hai liko pale, ni kweli liko tu na hesabu kidogo ya waamini. Tushukuru Mungu kwa sababu tuliweza kupata neema mbele ya macho yake. Tuliweza kupokea ujumbe wa unabii kukiwa na nuru kubwa na mafundisho katika nuru ya ujao. Nuru inatoka tu katika kweli, na kweli ni neno la Mungu. Na hivyo sasa tuliweza kusaidiwa, na hivyo Roho wa Mungu anafungwa kwa neno la Mungu, na ni haiko tena tu mvua ya baraka, lakini inakuwa ni mbegu ya Mungu iliyopandwa ndani yetu, na kisha baadaye inazaa uzima wa mpya ndani yetu wa kiungu. Na hiyo ndio tofauti kubwa. Roho wa Mungu anakuja juu ya kila kitu, inakuja juu ya kila wenye mwili, inakuja juu ya kila wenye mwili, iwe mtu yote. Mnajua katika wakati ulikuwa nikijua mtu huyo, ilikuwa kihusu wa ndugu wawili. Mmoja wao aliweza kunyoshea mikono Kardinali Bea kwa wakati huo kwa Vatikani, na katika wakati huo aliweza kuzungumza kwa lugha. Niweza kuisoma mimi mwenyewe, na hiyo inaweza kuletwa katika kama vile ushuhuda, kama vile maneno iliyokuwa katika lugha ya Kiingereza, na ilikuwa hivyo, lakini watu walikuwa hawajui yote. Nayo wahusu ni kwamba wakati watu wanaponyoshewa mikono na wakati watu wanapopokea Roho Mtakatifu kulingana na maoni yao, wanafurahi, wanatoa mashuhuda kubwa bila hata kujua ya kwamba hakuweza kupata na kupandwa ndani mbegu. Na hiyo ndio shida. Tutambue ya kwamba ni mara ngapi neno la Mungu ni lazima sana ndani yetu kama vile mbegu ya kiungu, ili uzima wa kiungu uweze kuzaliwa ndani. Na kama sivyo, kama ni hata tu ujuzi tu, lakini mbegu ni lazima sana. Na ilikuwa lazima sana ili tuweze kusikia neno kwa namna iliyo wazi kwa namna iliyo kamatika katika siku zetu. Amina. Na hiyo inadumu milele. Na kama siku moja tunaweza hata kulipa uzima wetu kwa ajili ya hiyo, basi mbingu ifurahi, na wale wote wanaopenda kweli nao watafurahi pia kwa furaha ya kilindi na ya kweli. Ni hivyo ndivyo neno hili lina maana kwa ajili yangu, lina faida kubwa kwa ajili yangu. Sifa na shukrani kwa Bwana. Kama vile Bwana, ona gisi Bwana iko mwema pamoja nasi. Ona gisi Bwana ni mwema pamoja nasi. Tutambua kwamba ufalme wa Mungu uko pamoja na sisi, na tutambua kwamba unajitengenezea njia. Na naweza kusema kwamba pia tangu wakati ndugu Branham yeye kama vile mjumbe mbele ya kuja kwa pili kwa Bwana alipoweka injili halisi kwenye kinara cha taa na alipotujulisha maneno ya ahadi za kiungu, na hapo sasa ufalme uliweza kujitengenezea tena njia kwa nguvu, kwa ukali. Lakini inaomba kuweza kuingia ndani, inaomba kuwa tayari na kuweza kuacha yote nyuma ya kila mtu. Mpaka kwa mwisho tutakuwa na majaribu. Mpaka mwisho waamini na wasioamini wataweza kukamatiwa kwa namna moja. Wamoja watakuwa na majaribu na wengine, wamoja watakuwa wagonjwa na wengine pia. Yote tafika, wamoja watakufa na wengine nao watakufa pia, na itaendelea hivyo. Maandiko matakatifu yanasema katika siku hiyo itafunuliwa nani ambao waliweza kunitumikia na ni nani ambao hawakunitumikia. Leo haijaonekana. Wamoja wanazeeka, wengine wanazeeka nao pia. Waamini na wasioamini
Wamoja wanakamata gari na wengine waikamata. Mmoja anaweza kuwa na ajali, mwingine anapata ajali. Mmoja anakuwa mgonjwa na mwingine anagonjwa. Lakini Mungu ni wa kweli milele na milele. Na wenye haki ni wenye haki, na Mungu ni mwenye haki tena ni mwenye haki. Yeye ni mtakatifu tena ni mtakatifu. Yeye ni Mungu wetu. Na ni lazima sana tuweze kupita katika majaribu hiyo. Kama hivi nilivyosema, tunachukua neno na kisha tutakuja saha na siku na wakati ambayo neno litaweza kutuchukua sisi. Wakati majaribu itakapokuwa nguvu sana na tunapowaza ya kwamba hatuwezi kufanya kitu chochote, ningetaka niweze kuwakumbusha tena habari ambayo ndugu Branham aliweza kuzungumza wakati mtu huyo alipokuwa amepoteza njia yake, akageuka akasema, Bwana akamwambia ya kwamba ni kuchukua, ni kubeba. Bwana mbele alikuwa akitembea pamoja na yeye kwa upande wake. Mnajua kosa habari hii kuliko mimi. Ona ukumbukumbu yangu iko na sahau, iniko napotea na kupunguka zaidi na zaidi. Lakini Bwana anatubeba sisi. Iko pamoja nasi. Na kwa neema yake tutaweza kuingia katika ufalme wake kwa ukali. Na katika imani tunaikubali na tunashukuru Bwana kwa ajili ya hiyo. Amina. Tusimame kwa ajili ya kuomba. Bwana mwaminifu, kwa moyo wote ninakushukuru kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani, kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya upendo wako ambao unaoonekana kwa namna iliyo ya aina nyingi. Bwana mwaminifu, tunaweza kuhakikisha, tunaweza kukubali kwa uhakika wote ya kwamba wakati wa mitume, wakati wa wanjilisti, wakati wa walimu, hii huduma zote ziendelea mpaka katika wakati wetu, na sasa uko unaendelea mpaka katika ujumbe wa unabii, na ufalme wako uko unashitengenezea njia kwa nguvu, na tunaweza kuingia ndani. O Bwana, kama vile ndugu yetu alivyoomba, kilindi kinaita kilindi kingine. Bwana mpendwa, ni heri ya namna gani ya kuweza kuwa tulifundishwa na wewe, ya kuweza kuwa tuliweza kupokea neno lilofunuliwa. Bwana, ni neema gani ya kuweza kuwa mbele ya uso wako, ya kuweza kuwa na nuru na kweli katikati ya hii mfurugo wote nao kuwa sasa. O Mungu, tunakushukuru, tunakuabudu. Hata kama hatujaweza kuwa katika hali ya kufurahisha, lakini Bwana, tungali tunalemelewa na kuchoka, na sio tu hatuchoke kwa sababu niweza kutufanyia neema, lakini tunachoka kwa sababu shetani anatujaribu na kutuletea mashida. O Bwana, lakini tunataka tuweze kuona uhakika katikati yetu ya kwamba uliweza kuvunja kichwa cha nyoka na kwamba hawezi tena kusambaza sumu yake. O Bwana wangu na Mungu wangu, acha kweli hizi za kiungu zigeuke kuwa uhakika katikati yetu, na ushindi wote wa Golgota juu ya kuzimu yote, juu ya zambi, juu ya kutokuamini, juu ya nguvu zote za ugonjwa. O Bwana, acha uweze kuyaonyesha na kuitimiza kwa namna iliyo yako mwenyewe. O Bwana, tunakushukuru na tunakusifu. Acha hiyo iweze kuwa imekutuweka nguvu, Bwana mwaminifu. Bariki pia wale wote ambao hawakuweza kuwa hapa, wapendwa ndugu Rusi na wengine wote. O Bwana, uwabariki. Tunaungana pamoja nao ndani yako katika wakati huu na hata milele na milele. Bariki pia kesho huko Wittentur. Bwana, tupa tena nyavu na uweze kushika hii heri ya kuweza kuzungumzia watu, na uweze na naweka pia mazungumzo itakayofanyika huko Marekani. O Bwana, katika mikono yako Bwana, unaona hii miongozo yote inayojilinganisha na wewe na nabii wako na neno lako. O Mungu, ufalme wako hauwezi kugawanyika, lakini kuna Mungu moja, kuna imani moja, kuna ubatizo moja, kuna ujumbe moja, kuna neno moja. O Bwana mpendwa, tupatie neema yako na utupatie tena ingine mara moja alama
fanya kitu fulani kilicho cha kipekee, ili kila mtu ajue ya kwamba ni mkono wa Bwana, ya kwamba ni Mungu ndiye ambaye ametenda. Mwalimu mwaminifu, hatukufanya chochote mpaka katika wakati huu. Tulikuwa tukingoja ili uweze kufanya kitu fulani, na tunakushukuru. Amina. Tunakushukuru kwa sababu utafanya hivyo. Uwe pamoja nasi sasa, sisi sote. Uwe pamoja nasi katika weekend hii. Bwana mwaminifu, tupatie upambanuzi ili tuweze kujua ni roho gani tunazungumzia ndani na roho gani nayo tushika, ili tuweze kujua na kupima kama yale ambayo tunayosema inasaidia kwa ajili ya ujenzi wa wengine. Bwana, kama hiyo inaleta baraka au kama vile inasileta msaada. Bwana Mungu mwaminifu, tupatie, tukubali, tufanye tuwe tunastahili kwa ajili ya mwito ambayo uliweza kutupatia. Tupatie tuweze kutembea kwa namna isiyoweza kuharibika mbele yetu na mbele yako na pamoja na wewe, ili baraka yako iweze kuonekana pamoja nasi. Kwako wewe Mungu uliye hai, tunakutumainia wewe. Tunaamini ya kwamba ufalme wako unajitengenezea njia kwa nguvu. Tunaiona na tunaona kwamba ni jaribu kubwa sana na yenye nguvu, na iko pamoja nasi Bwana. Lakini tufanye neema ili tuweze kutengana na yote, ili tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana mpendwa, ninataka tu ili niweze kuwa chini ya uongozi wa Roho wako. Shika mawazo yangu, matendo yangu, maamuzi yangu, maneno yangu na matendo yangu. Shika yote Bwana. Uwe wa rehema kwangu kwa ajili ya upendo wa jina lako. Fanya hivyo pia kwa ajili ya kila mmoja wetu. Ndiyo, kama vile Bwana wetu, kama vile dada yetu alivyoomba, uweze kuja siku ambayo watu watakatifu, watu ambao walio na mikono mtakatifu, ndio waweze kusimama mbele ya Mungu aliye hai. Haleluya. Tunakupatia sifa kwa ajili ya baraka zako zote. Lakini hizi zote tu ni matoni tu Bwana. Bwana, tuma maji mengi ya mvua yako ya baraka yako. Tunakushukuru kwa ajili ya ndugu wote, kwa ajili ya wadada wote. Kumbuka wale wote walio katika mahitaji, wale wote walio katika kilio, wale wote walio kata tumaini Bwana, wale wote walio wagonjwa Bwana. Tufanyie neema yako na rehema yako, na ufunue wokovu wa Mungu kama vile hajawahi fanyika mbele, kwa ajili ya utukufu na heshima ya jina lako. Amina. Amina.